Tunaanza na taarifa ya habari ikisomwa kwako na Jerome Robert. Kwanza ni habari za kitaifa. Profesa Janabi ambaye ni mmoja wa wagombea wa wadhifa wa mkurugenzi wa kanda ya shirika la Afrika duniani WHO kwa kanda ya Afrika, baada ya kupendekezwa, ameeleza malengo yake manne iwapo atapata kiti hicho. Profesa Mohamed Janabi akiongea kupitia mtandao wa WhatsApp, profesa ameeleza kujitolea kwake kuimarisha mifumo ya afya, kukuza huduma ya afya kwa wote na pia kuchochea uvumbuzi barani Afrika. Profesa Janabi ambaye ni mshauri wa rais masuala ya afya na mkurugenzi mtendaji wa hospitali ya taifa Muhimbili MNH tangu mwaka 2022 hadi sasa, amefanya masuala mengi ambayo yameimarisha sekta ya afya nchini. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimeanzisha kozi 15 mpya ili kuzalisha wataalamu katika sekta za reli, anga na usafiri wa majini, kufuatia uwekezaji mkubwa wa serikali kwenye miundombinu ya usafirishaji. Mkuu wa chuo cha NIT Dr. Prosper Mgaya ameeleza hayo leo katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo jijini Dodoma. Amesema kuwa kozi hizi mpya zinatarajiwa kusaidia kuimarisha sekta ya usafirishaji nchini kwa kuzalisha wataalamu wa ndani wanaoendana na mahitaji ya miundombinu ya kisasa. Labda niseme hizi kozi ni kwa nini zimeanzishwa mpya. Kwa sababu ya uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya usafiri wa anga. Hapo awali hatukuwa na kozi ambazo zinatoa wataalamu katika eneo la reli, hasa upande wa SGR. Kwa hiyo baada ya miundombinu ya SGR kuwekwa, Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimeweka jitihada na kimeweza kuanza kutoa hayo mafunzo wa usafiri wa reli. Aidha, serikali imeendelea kukarabati meli kama nilivyosema hapo awali, na katika ukarabati huo chuo kimeanzisha kozi kadhaa ambazo zitatoa wataalamu watakaoweza kusimamia hiyo miundombinu na kufanya ukarabati. Mkuu wa wilaya ya Geita ameagiza wakala wa maji RUWASA na GEWASA wilayani humo kuhakikisha miradi ya maji inayoendelea inatekelezwa kwa haraka ili kuanza kutoa huduma kwa wananchi. Hashim Komba amesema hayo wakati akikagua mradi wa maji wenye thamani ya shilingi bilioni 120 unayojengwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mjini Geita GEWASA kutoka kijiji cha Senga. Amesema serikali imetoa fedha nyingi kwa ajili ya wakala wa maji RUWASA pamoja na GEWASA, lengo likiwa ni kufikisha huduma ya maji kwa wananchi. Hivyo usimamizi ukifanyika ipasavyo, lengo la serikali litatimia kwa haraka. Mamlaka hii ya GEWASA imepokea fedha jumla ya shilingi bilioni 8,363,000 zimeletwa, 789,624 zimeletwa katika eneo letu hili. Sasa unaweza ukaona kule ametupelekea bilioni 8 na milioni 23. GEWASA ameleta bilioni 8 na milioni 363, 789,624 ambazo zimetawanywa kwenye maeneo mbalimbali. Bilioni 6.3 zimekwenda kule kusambaza maji Katoro Buseresere. Bilioni 1.7 zimepelekwa kwenye maboresho ya chujio la maji kule Nyankanga. Lakini wameletewa fedha zaidi ya milioni 280 mradi wa maji wa Bungwangoko. Kuna milioni 400 kwa ajili ya mradi wa maji Bulela Shiloleli Nyaseke. Mkurugenzi wa GEWASA Mhandisi Frank Changawa amesema mradi huo unajengwa na kampuni ya Afcons kutoka Ziwa Victoria umefikia 53% na malengo ni kukamilisha kufikia mwezi Disemba mwaka huu 2025. Na sasa ni habari za kimataifa. Rais Felix Tshisekedi amesema nchi yake iko tayari kuingia mkataba wa madini na Marekani kwa mabadilishano ya kupatiwa uwezo wa kujilinda dhidi ya makundi ya wapiganaji mashariki mwa taifa hilo. Akizungumza na kituo cha television cha Fox News, Tshisekedi amesema makubaliano ya aina hiyo yataiwezesha Kongo kuchimba madini yake kupitia kampuni za Marekani, huku yenyewe ikinufaika kwa kuimarisha mifumo yake ya ulinzi na usalama. Kongo yenye utajiri mkubwa wa madini ikiwemo cobalt na urani imekuwa inapambana na kundi la waasi wa M23 ambalo limefanikiwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa upande wa mashariki mwa nchi hiyo.
Aidha, hapo jana kundi hilo limeendelea kufanya mashambulizi na kuingia mji mdogo wenye utajiri wa madini wa Walikale licha ya mwito wa kusitisha mapigano uliotolewa na Tshisekedi na mwenzake Rais wa Rwanda Paul Kagame. Rais wa Kenya William Ruto amezindua rasmi makala ya mwaka huu ya mashindano ya magari ya safari RAL katika hafla iliyofanyika katika ukumbi wa mikutano wa KICC huko jijini Nairobi. Mashindano ya safari RAL ambayo yataandaliwa katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru kuanzia leo hadi Jumapili wiki hii yatashuhudia madereva 39 watakaoshiriki. Jumla ya magari 37 yalishajisajili yakielekea Kasarani kama kituo cha kwanza cha mashindano saa 7 hadi saa 8 kabla ya kuelekea Naivasha. Makala haya ya 72 ya safari RAL yatajumuisha umbali wa kilomita 1403.63 zikiwemo 384.86 kupitia maeneo tofauti katika kaunti ya Nakuru, Nairobi na Kiambu za kuwania alama. Na mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema masharti yanayotakiwa na Urusi kwa ajili ya usitishaji wa vita wowote nchini Ukraine yanaonyesha kuwa Moscow haitaki kweli amani. Hilo linaenda kinyume na matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump ambaye amewasilisha mtazamo wenye matumaini kuhusu mazungumzo na kusema mara kwa mara kwamba rais wa Urusi yuko tayari kufanya makubaliano. Tangu vita vilipoanza mwaka 2022, Umoja wa Ulaya umekuwa na mikutano ya mara kwa mara kuhusu Ukraine, na katika mkutano wa dharura mapema mwezi huu, umoja huo uliahidi kuongeza matumizi ya ulinzi ili kuongeza uwezo wa kijeshi Ulaya. Waza Wazua. Msikilizaji, hivyo unajua kuwa taa haijui thamani yake hadi giza liingie? Waza Wazua. Na huu ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook Radio Kwizera na YouTube Kwizera TV. Saa 2 usiku utasikiliza taarifa ya habari nyingine. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Jerome Robert, na unaendelea kusikiliza makala hii ya duru zetu alasiri kutoka Radio Kwizera FM, na kukumbusha kutembelea ukurasa wetu wa Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM na YouTube @Kwizera TV. Pia unaweza kuendelea kutoa maoni yako ukichangia taarifa zetu nazozisikiliza ndani ya makala hii ya duru zetu alasiri kupitia 0692573615 na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza duru zetu alasiri, habari kuu leo hii. Profesa Janabi ambaye ni mmoja wa wagombea wa wadhifa wa mkurugenzi wa kanda wa shirika la afya duniani WHO kwa kanda ya Afrika ameeleza malengo yake manne iwapo atapata kiti hicho. Kituo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimeanzisha kozi 15 mpya ili kuzalisha wataalamu katika sekta ya reli, anga na usafiri wa majini. Na Rais Felix Tshisekedi amesema nchi yake iko tayari kuingia mkataba wa madini na Marekani kwa makubaliano ya kupatiwa uwezo wa kujilinda dhidi ya waasi. Kama ndo kwanza unaungana nasi, tayari ni saa 10 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambayo ni sawa na saa 9 na dakika 12 alasiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni Radio Kwizera FM ambayo inakutangazia moja kwa moja kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania. Msikilizaji, na sasa ni wasaa wa uchambuzi yakinifu wa habari zetu.
Kundi la waasi wa M23 limeripotiwa jana jioni kudhibiti mji wa kimkakati wa tarafa ya Walikale, mkoa wa Kivu Kaskazini Mashariki mwa DRC bila mapambano yoyote. Taarifa kutoka katika mji wa Walikale zinasema mashambulizi makali yalishuhudiwa siku 3 mfululizo kando mwa mji wa Walikale kati ya waasi wa M23 dhidi ya makundi ya wazalendo. Kutokana na hofu kubwa, raia wengi wamelazimika kuhama mji huo na kwenda katika miji ya Kisangani na wengine mkoani Maniema, licha ya miji hiyo kuwa katika hatari ya kushambuliwa na waasi hao. Mji wa Walikale wenye takribani watu 15,000 upo umbali wa kilomita 125 kaskazini magharibi mwa mji mkubwa wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo iko katika eneo lenye utajiri mkubwa wa madini. Ndio eneo la umbali zaidi la M23 katika kipindi cha maendeleo yake mwaka huu. Siku ya Jumanne, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame walikutana nchini Qatar kwa mazungumzo yao ya kwanza ya moja kwa moja tangu M23 ilipoongeza mashambulizi yake mwezi Januari. Nimezungumza na Alfred Bishundu ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na nimeanza kwa kumuuliza kuendelea kushuhudia kwa mapigano haya DRC kuna maanisha nini? Moja ni kwamba kinachoendelea ni kuonekana kushindwa kwa serikali ya Kongo kudhibiti kundi vya waasi ambavyo vimekuwa vikiendelea kuisumbua Kongo kwa muda mrefu sana. Lakini la pili, mataifa jirani nayo yana maslahi fulani katika taifa hilo, kwa sababu tunaweza kujiuliza kwamba vikundi hivi vinapata silaha wapi? Umoja wa Mataifa kwa mfano, MONUSCO wameshindwa muda mrefu sana kudhibiti amani mazingira haya. Hata tunaweza kujiuliza M23 wanapata wapi nguvu zaidi? Lakini vile vile Kongo yenyewe haijawa serious katika kutatua mgogoro huu. Tunaona Rais Felix Tshisekedi wa Kongo pamoja na Rais wa Rwanda Paul Kagame walikutana kwa mara ya kwanza kuzungumzia mzozo huu ambao unaendelea huko Kongo, na walikutana Qatar, lakini pia kuna mkutano pia ambao umefanyika Angola wa kutafuta amani. M23 mwanzoni walikuwa wamesema kwamba nao watashiriki, lakini baadaye wakabadilisha maamuzi yao wakasema hawashiriki. Na tunaona hiki kinachoendelea. Je, ni nini sababu kuu zinazochochea waasi wa M23 kuendelea na mashambulizi licha ya wito wa kusitisha mapigano? Nafikiri ni kiburi, na huwezi kujua kiburi wanakitoa wapi. Pengine wakuu wa nchi wanaweza kawa wanakutana, mawaziri wa ulinzi wakakutana, mawaziri wa mambo ya nje wakakutana katika kujadili hili, lakini mwisho wa siku kinachofanyika chini ya carpet huwezi kukijua. Kwa hivyo nadhani kuna shida kubwa zaidi ni watu wawe na moyo wa dhati katika kutatua mgogoro wa Kongo. Vinginevyo tutaendelea kukutana, tutaendelea kupanda ndege na mambo kama hayo, lakini hakuna kitakachofanyika. Kwa mtazamo wako, unadhani ni nini ambacho kinazuia mazungumzo hayo kufanyika kati ya M23 pamoja na serikali ya DRC? Nafikiri maslahi ambayo M23 wanayataka, lakini Kongo zaidi kwa sababu ndio taifa lenyewe hilo, wanataka watu wao wa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini waishi vizuri. Mataifa jirani wanataka nini kutoka Kongo? Na Umoja wa Mataifa wanataka nini? Kwa sababu ukiangalia kwa mfano, juzi mkuu wa majeshi wa Uganda alikuwa na ujumbe nafikiri na kiongozi wa Rwanda. Sasa matatizo yametokea tena mazingira ya namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri ni busara ya kawaida ndio ifanyike katika kutatua mgogoro huo. Vinginevyo tukitunishiana misuli na hawa wakaendelea kuwepo na wakaendelea kurundikiwa silaha, hakuna kitakachofanyika. Ikiwa hali hii itaendelea, unadhani kuna uwezekano wa kushuhudia mgogoro mkubwa zaidi wa kikanda? Unaweza kutokea kwa sababu tutashuhudia wakimbizi wanajitokeza kutoka katika taifa lao lenye mipaka, na watu wanazidi kuingia zaidi Kongo, na mzozo mkubwa sana wa kibiashara unatokea. Manake sasa hivi eneo lote la Goma hawafanyi kazi, na ni zaidi wale watu ni watu wengi sana, zaidi ya watu milioni 10. Kwa hivyo kwamba ni watu wachache zaidi. Kwa hiyo tunaweza kupata mgogoro mkubwa zaidi, nafikiri wa kibinadamu. Kwa maoni yako, ni njia gani bora ya kushughulikia chanzo cha tatizo hili ili kuepusha kurudia tena kwa vita katika siku zijazo? Nadhani ni swala la kukaa na kuona namna gani wanaweza kukamaliza hivi vikundi vya watu. Ni sauti ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Alfred Bishundu wakati nikizungumza naye. Msikilizaji, tunasonga mbele
na uchambuzi yakinifu wa habari zetu, ambapo tunaangazia taarifa nyingine ambayo inasema kwamba maandamano yamezuka nchini Uturuki baada ya mamlaka kuizuilia meya wa Istanbul siku chache kabla ya kuchaguliwa kwa mgombea wa urais. Ekrem İmamoğlu kutoka chama kisicho na dini cha CHP ameonekana kuwa mmoja wa wapinzani wakubwa wa kisiasa wa Rais Recep Tayyip Erdogan. Waendesha mashtaka walimshtumu kwa ufisadi na kusaidia kundi la kigaidi, wakimuita mshukiwa wa kiongozi wa shirika la uhalifu. Polisi wanawashikilia watu 100 wakiwemo wanasiasa, waandishi wa habari na wafanyabiashara kama sehemu ya uchunguzi, na ofisi ya gavana wa Istanbul imeweka vikwazo vya siku 4 katika jiji hilo. Waandamanaji wamejitokeza barabarani na matawi ya vyuo vikuu na katika vituo vya chini huku umati wa watu ukiimba kauli mbiu za kuipinga serikali. Serikali imepiga marufuku mikusanyiko ya watu mjini Istanbul kama sehemu ya siku 4 ya vikwazo, lakini maandamano zaidi yanatarajiwa kutokea nchini humo. Viongozi wa upinzani akiwemo mke wa İmamoğlu wakiwataka watu kupaza sauti. Na barabara nyingi za Istanbul pia zimefungwa kwa trafiki, huku usafiri wa metro pia ukigairi huduma zao. Nimezungumza na Leonard Chakupewa ambaye ni mwanamajumui na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia, na nimeanza kwa kumuuliza kukamatwa kwa mpinzani huyo kuna maana gani kwa siasa za nchini Uturuki? Ni mwendelezo wa kile ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10 ya utawala wa Rais Recep Tayyip Erdogan, kwa maana kwamba amekuwa si mtu ambaye ana utengamano chanya na vyama vya upinzani tangu alipoingia madarakani mwaka 2014 kama rais wa 12 wa taifa hilo kupitia chama chake cha Justice and Development Party au AKP alichokiunda mwaka 2001. Kwa hiyo si taswira nzuri kwa siasa na siasa hasa za utengamano kwa nchi ya Uturuki kuona haya yanayoendelea kutokea katika taifa hilo, hasa kwa wapinzani kama Ekrem İmamoğlu ambaye amekuwa katika siasa kwa muda mrefu sana katika nchi hiyo, na hivi karibuni tu alikuwa anatarajiwa kutangazwa kama mgombea wa urais kupitia chama chake cha CHP ambacho kimeshinda viti vingi katika baraza la wawakilishi, na alikuwa awe mgombea katika uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka 2028. Wakati huo chama cha AKP kikiwa katika hali mbaya kwa maana ya kupoteza viti vingi vya uwakilishi. Maandamano haya yamechochewa na nini hasa? Je, ni hasira dhidi ya serikali au kuna malalamiko mengine ya muda mrefu? Taifa la Uturuki kwa kipindi kirefu sana cha utawala huu wa Recep Tayyip Erdogan limekuwa na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo maandamano haya kwa sehemu yanaweza ikawa ni matokeo ya hasira ya wapinzani hasa wa chama cha AKP cha Ekrem İmamoğlu ambaye amekamatwa hivi karibuni akiwa kama meya wa jiji la Istanbul. Lakini pia kwa upande mwingine yanachochewa na changamoto ambazo zimekuwa zikitamalaki katika taifa hili, ikiwemo mfumuko wa bei katika manunuzi ya bidhaa, lakini pia sarafu dhaifu ya lira ambayo imekuwa ikiendelea kupoteza nguvu yake katika mzunguko wa uchumi na fedha kwenye nchi hiyo. Lakini kuna umaskini wa kasi, kipato kisicholinganifu miongoni mwa watu, ukosefu wa ajira, lakini pia hata kutokuwepo kwa usalama na utengamano wa kisiasa. Kukamatwa kwa mpinzani huyu kuna athari gani kwa uchaguzi ujao au mustakabali wa demokrasia nchini Uturuki? Inawezekana ukawa ni uchaguzi ambao haubebi ile taswira halisi ya ushindani wa kidemokrasia ambao ndio uliomleta mamlakani Recep Tayyip Erdogan mwenyewe. Katika hiki kinachoendelea, unadhani upinzani wa Uturuki una nafasi gani ya kushindana na Erdogan katika mazingira kama haya? Wamejiimarisha na ndio maana wameweza kupata viti vingi vya uwakilishi katika bunge kupitia uchaguzi uliofanyika hivi karibuni, na kwa maana hiyo kwa kupata viti vingi vya bunge kwa chama kama hiki cha CHP manake ni hamasa na laiti kama kungekuwa na mazingira linganifu, mazingira ya utengamano kwa siasa za ushindani, tulikuwa tushuhudie pengine mchuano mkali baina ya chama cha Rais Recep Tayyip Erdogan kwa maana AKP, lakini pia chama cha CHP na vyama vingine vya kisiasa.
Ni Leonard Chakupewa ambaye ni mwanamajumui na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na diplomasia hapa nchini Tanzania. Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza makala hii ya Duru Zetu Alasiri, na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, ambapo mamlaka ya reli ya Tanzania na Zambia TAZARA imetangaza uwekezaji mkubwa wa dola bilioni 1.4 kwa ajili ya kuboresha miundombinu yake na shughuli zake, ikiwa ni hatua mpya kwa mfumo wa reli wa zamani. Mkataba huo utakaotekelezwa na kampuni ya ujenzi ya uhandisi ya China ulitangazwa Alhamisi na mkurugenzi mtendaji wa TAZARA, mhandisi Bruno Chingandu, kwenye mkutano wa kimataifa wa madini na nishati wa Zambia ZEMIC uliofanyika Kitwe. Akizungumza mbele ya umati wa wawekezaji na wataalamu wa sekta, Chingandu ameeleza vipengele vikuu vya uwekezaji huo ambao unalenga kurejesha ufanisi na uwezo wa TAZARA. Na kwingineko ni kwamba Benki ya Maendeleo TIB imewekeza takriban shilingi bilioni 162 katika sekta ya kilimo, ikilenga kuongeza tija na kuboresha maisha ya wakulima nchini. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa TIB Liliani Mbasi amebainisha hayo leo Machi 20 wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo, Dodoma. Ameongeza kuwa uwekezaji huo utasaidia kuzalisha ajira zaidi ya 15,000 na kunufaisha vyama vya ushirika vya akiba na mikopo SACCOS takribani 78 nchini. Na Wizara ya Ujenzi imewasilisha taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na makadirio ya mpango wa matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kwa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu leo Machi 20. Akiwasilisha taarifa hiyo, Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega ameeleza kuwa wizara kupitia taasisi zake imefanikiwa kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo ujenzi wa barabara ya mzunguko wa nje ya Dodoma, ujenzi wa daraja la Kigogo Busisi na barabara zake unganishi, ujenzi wa miundombinu ya mabasi yaendayo kasi awamu ya 3 na awamu ya 4. Ni hayo tu katika Duru Uchumi na Biashara. Msikilizaji, na sasa ni Duru Michezoni na Felix Baitu, karibu. Asante. Kubwa zaidi ni kuhusiana na wakaguzi kutoka CAF watakuja kukagua uwanja Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam kwa ajili ya matumizi ya michezo ya kimataifa, ukiwemo pia mchezo wa Simba ambao wanatarajiwa kucheza tarehe 9 mchezo wa marudiano dhidi ya kikosi cha Al Masry kutoka kule nchini Misri. Lakini pia lingine ni kwamba kikosi cha timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, wanatarajiwa kusafiri kuelekea Morocco kwa ajili ya kucheza mchezo wa kimataifa kuwania kufuzu finali za kombe la dunia tarehe 26 hiyo dhidi ya timu ya taifa ya Morocco. Kwa kesho tasafiri, lakini pia leo watakuwa wakicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya Coastal Union kutoka pale jijini Tanga, ikiwa ni maandalizi kuelekea katika huu mchezo. Ni hayo tu. Okay, asante sana na nikutakie siku njema, tukutane baadaye katika Sports Corner. Asante. Asante. Na kwa taarifa hizo za kimichezo sasa natupia jicho katika nambari yetu ya 0692573615 kutazama ujumbe wako uliotutumia ukichangia taarifa ambazo umezisikiliza katika makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Anaitwa Proje Elias wa Kagasha Kiebi Tembe Mleba. Anasema namshauri rais wa Kongo aunde jeshi lenye nguvu kuliko kutaka wa Marekani waje kumsaidia. Hapa atakuwa amekaribisha ukoloni kama zamani.
Boniface Innocent yuko Mkididi Lingara anasema kila la heri timu yetu ya Taifa Stars katika kuivaa Morocco hapo Machi 25. Tuko pamoja hapo studio. Nation John anatoka Mkibogoe Ngara anawatakia mchezo mwema Taifa Stars, lakini Mpenda Hussein anatoka Muhinda Mwilika mjini anasema anawapongeza Tazara kwa ukarabati wa reli, nipende waanzie Kigoma ili iweze kwenda vizuri. Steven kutoka mkoa wa Kigoma, Kasulu, Makere, Nyarugusu anasema naishukuru sana Radio Kwizera FM kwa kutujuza habari kemkem. Asifiwe. Onesimo anatoka Rusumo Boda anatupata sana katika kipindi cha Duru Zetu Alasiri. Jasini Richard mjukuu wa Obedi anatoka Murugarama Ngara, yeye anasema kwamba maeneo ya njia panda, jamani vita vitaisha lini huko DRC? Tuko pamoja mpaka tamati. Na kwa ujumbe wako msikilizaji, sasa ninatamatisha makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo kwa siku ya leo. Profesa Janabi ambaye ni mmoja wa wagombea wa wadhifa wa mkurugenzi wa kanda wa shirika la afya duniani WHO kwa kanda ya Afrika ameeleza malengo yake manne iwapo atapata kiti hicho. Chuo cha Taifa cha Usafirishaji NIT kimeanzisha kozi 15 mpya ili kuzalisha wataalamu katika sekta za reli, anga na usafiri wa majini. Na Rais Felix Tshisekedi amesema nchi yake iko tayari kuingia mkataba wa madini na Marekani kwa mabadilishano ya kuwapatia uwezo wa kujilinda dhidi ya waasi. Hadi kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa makala hii ya Duru Zetu Alasiri. Kwa niaba ya Jerome Robert aliyesoma taarifa ya habari na wote waliosikika, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa nasema asante na kutakia alasiri njema. Naendelea kusikiliza Mseto Leo.